Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary, ni mtabibu wa tiba asili na mitishamba. Karibu sana katika chaneli hii mpendwa mtazamaji wangu. Kama wewe ni mara ya kwanza unaungana na mimi katika hii video na umeitazama kwa mara ya kwanza kabisa, ninakuomba usubscribe, share kwa watu tofauti na wao wapate elimu hii ya miti na tiba asili katika mazingira yao. Mpendwa mtazamaji wangu, katika mambo ya kiroho na ya kiasili, vitu vingi tunatakiwa kuvijua na kuvitambua ili tuviishi viweze kutusaidia changamoto zetu mbalimbali katika mazingira yetu, ili kuepuka gharama kubwa na kuepuka matatizo kuwa makubwa katika miili yetu na katika maisha yetu. Kwa nini? Ni kwa sababu unachotakiwa wewe uishi kiroho, uishi kiasili. Kutumia vitu vya kisasa unatakiwa utumie, lakini vitu vya kiasili hutakiwi kuviacha kabisa, kwa sababu ndo muhimili wako, ndo ulikotoka. Toka enzi na enzi, mababu zetu na mabibi zetu wamekuwa wakitumia vitu vya kiroho ili kwa ajili ya kutatua changamoto zao mbalimbali katika mazingira yao. Mpendwa mtazamaji wangu, niko hapa kukufundisha namna ya kutatua changamoto kwa kutumia mnyonyo pamoja na mbegu zake na mizizi yake. Kwa hivyo mnyonyo una faida kubwa sana, kuanzia mizizi, kuanzia miti yake na majani yake na mbegu zake. Nitaanzia katika mizizi ya mnyonyo. Mzizi wa mnyonyo ni mmea ambao unaharakisha mjamzito kwenda kujifungua. Kwa kutumia mizizi yake, unaitwanga katika kinu ikiwa mibichi, unachanganya pamoja na mlangamia, ule mti ambao una kamba kamba nyingi, unachanganya pamoja na kunywa glasi moja asubuhi, mchana na jioni, kwa yule mjamzito ambaye kashakaribia katika siku zake za kujifungua. Anatakiwa atumie hiyo wiki zake za mwisho kabisa ili kufungua njia kwa ajili ya kujifungua kwa wepesi bila kuhangaika. Na pia mnyonyo, mizizi yake, kwa wale ambao wanasahau ndoto, mnyonyo unatakiwa unywe mizizi yake mara kwa mara kwa manuizi maalumu kwa ajili ya kukumbuka ndoto zako usiku na mwongozo mzuri wa ndoto. Ndoto ndo kila kitu. Ndoto zitakuongoza wewe katika kufanya mambo yako ya kesho yako, katika biashara, katika mahusiano na popote pale unapohitaji kufanya jambo, hakikisha ndoto zako ziweze kukuongoza. Ndoto ndo kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tunaishi kwenye future ijayo, lazima tupewe taarifa kwa ajili ya kupata mwongozo, nini ufanye, nini usifanye. Na pia tunaenda katika mti wa mnyonyo. Mti wa mnyonyo mnaofahamu umeachana katika nafasi kama mua, na mti wa mnyonyo katikati kuna nafasi, yaani umekaa katikati, kuna nafasi, bomba ambalo ni kubwa kabisa. Kwa wale ambao wanasumbuliwa na kwikwi, wewe unaosumbuliwa na kwikwi, basi hakikisha unatumia mnyonyo. Bomba lake lile unalikata, unaweka maji, unakuwa unakunywa mule mule, unakunywa mara kwa mara mpaka uhakikishe hiyo kwikwi imeisha. Wale wanasumbuliwa na kwikwi ambao ni ya mara kwa mara. Kwa hivyo tumia maji ya katika bomba la mti wa mnyonyo. Unaweka maji pale, unayaacha yakae kama dakika 10, unakunywa mara kwa mara kulingana na ule muda ambao unajisikia kwikwi. Hakikisha unakunywa kwa mfululizo wa siku 2 mpaka siku 3 kwa wale ambao wanasumbuliwa na kwikwi ya muda mrefu. Na pia tunaenda katika matawi ya mnyonyo. Matawi ya mnyonyo yanatumika katika kupunguza maumivu ya viungo kwenye mwili, kwenye mkono. Uwe umeumia, umepata changamoto yoyote, umelalia mkono, umelalia shingo, basi hakikisha yale majani ya mnyonyo unayapasha katika moto na unajikandia kwenye sehemu ambazo zina maumivu. Unapasha kwenye moto kidogo, unakuwa unakanda sehemu za shingo ambako unahisi kuna maumivu.
Kwa hivyo hakikisha unakanda mara kwa mara kwa ajili ya kupunguza maumivu na uvimbe. Kama kuna uvimbe unataka kutokeza, unakanda mara kwa mara. Kwa hivyo majani ya mnyonyo yanasaidia sana kupunguza maumivu na kusambaratisha uvimbe kama umeumia kwa muda huo na kama labda ulilala vibaya. Kwa hiyo yanasaidia sana katika misuli. Wale ambao unakuta unalala usiku, ukijinyoosha tu kidogo unasikia misuli inauma. Asubuhi amka, chukua majani ya mnyonyo, pasha kwenye moto, jikandie. Kama ni mkono basi kanda mkono, kama ni mguu basi hakikisha unakanda hizo sehemu ambazo zina maumivu. Kwa hivyo hizo ndo faida za majani ya mnyonyo. Tunaenda katika faida nyingine ya mbegu au mafuta ya mnyonyo ambayo yanatokana na mbegu za mnyonyo. Mafuta ya mbegu za mnyonyo yanasaidia kwa wale ambao wana bawasiri ya nje. Yaani unasumbuliwa na vinyama vile katika haja kubwa. Hakikisha uwe na mafuta ya mnyonyo original. Uyatengeneze wewe mwenyewe, unapika wewe mwenyewe, unaweka kwenye kichupa, unakuwa unapaka sehemu ambayo kuna vinyama vimetokeza kwa ajili ya kupunguza uvimbe na kupunguza zile nyama zinakuwa zinanywea, kwa sababu mafuta ya mnyonyo ukiyapaka yanachoma sehemu ambayo kuna bakteria na kuna virusi ambavyo vinasumbua uvimbe au nyama kutokeza nje. Kwa mafuta ya mnyonyo yana faida kubwa, yana faida kwenye nywele, yana faida pia kuchua sehemu ambazo kuna uvimbe kwa ndani ambao ni mkubwa. Unakuta mtu ana uvimbe kwenye shingo au ametokezwa na kinundu kwenye kichwa hapa au kwenye uso. Hakikisha unatumia mafuta ya mnyonyo kuchua mara kwa mara kwa ajili ya kusambaratisha uvimbe huo na uweze kuyeyuka kabisa, kwa sababu mafuta ya mnyonyo yana kawaida ya kuyeyusha kitu ambacho kimetengenezwa kimevimba, kusambaratisha na kuweka kitu sawa katika level nzuri. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Mary. Subscribe, share video hii kwa watu tofauti waweze kupata elimu hii, na kuomba like pia. Toa maoni yako kwa hiki ambacho nimekufundisha leo kuhusiana na mti wa mnyonyo. Kama unavyoona katika hii video, huo ni mti wa mnyonyo na maajabu yake kama nilivyokuelekeza hapo. Kwa tiba asili na mitishamba, basi karibu sana uweze kutengeneza maisha yako kwa kutumia dawa mbalimbali kama unavyoziona hapo. Hizi ni dawa za mitishamba ambayo ina nguvu za kiroho na yenye maajabu makubwa katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo usikose kupata tiba, usikose kusafisha nyota, usikose kusafisha mwili wako, kuinua mwaka na kuandaa kumaliza mwaka na kufungua mwaka kwa mambo mazuri ambayo ulimwengu utakuandalia na kujiconnect na nguvu ya asili. Mimi naitwa Dr. Mary. Asante kwa kutazama video hii na kukaribisha sana. Tutaonana katika video nyingine na kushukuru sana na asante sana.